بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439, darsa risala فوائد مستنبطة من قصة لقمان الحكيم. بإذن الله تعالى تندلع kusoma fawaid zinazopatikana katika kisa hiki kilichotajwa katika suratu Luqman na mwandishi wa risala الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى amekusanya ndani yake faida 50, pamoja na kuwa kama alivyotaja faida ziko zaidi ya hapo. Na leo biidhnillah fawaid ambazo tutasoma zimefungamana na aya wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه، نتمموسيا mtu kwa wazazi wake wawili. حملته أمه وهنا على وهن، mama yake ameichukua mimba yake kwa udhaifu juu ya udhaifu. wafisaluhu fi amain, na kumwachisha ziwa baada ya miaka 2. wasia aliusia Allah subhanahu wa ta'ala anishkur li wa liwalidayka ilayya almasir, nishukuru mimi na wazazi wako, ni kwangu mimi ndio marudio. قال الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى: الفائدة 17 الوصية بالوالدين برا وإحسانا وإكراما ورعاية للحقوق. وصية wazazi wawili, kuwafanyia wema na ihsani na kuwakirimu na kuchunga haki zao. wadhālika fi qawlihi ta'ala, haini katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala: wawassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالوصية بالوالدين لها شأن عظيم. وصية aliyotuhusia Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wazazi wawili, ule wasia una jambo kubwa sana ndani yake. والوصية تكون بالأمور العظيمة، na siku zote wasia hufanywa katika yale mambo makubwa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akisema na wahusia, ujue lile jambo ni kubwa mno. والوصية هنا من رب العالمين جل وعلا، تكتفهم وصية hapa watoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال غير واحد من المفسرين
إن قوله ووصينا الإنسان بوالديه جاء معترضا في أثناء ذكر الله وصية لقمان وصية منه جل وعلا بالوالدين إحسانا. na kwa sababu hiyo kusema zaidi ya mmoja katika wafasiri wa Qur'an kuwa huu wasia sio wasia wa nani? Wa Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala ameuongeza huu wasia kutoka kwake yeye katikati ya wasia aliotaja Allah wa Luqman, na huu ni wasia wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ausia juu ya wazazi wawili kufanyiwa wema. فإذا من الفوائد العظيمة من هذا السياق المبارك الوصية بالوالدين. وكتك فائدة kubwa katika siyaqi hii mubarak ni kuhusiwa juu ya wazazi wawili wa ma'rifatu haqqihima wal ihsani ilayhima والبر بهما والقيام بحقوقهما ومعرفة حقهما kujua haki zao wazazi wawili ومعرفة حقهما والإحسان إليهما kuwafanyia wema kuwafanyia uzuri wazazi wawili na kusimamia haki zao. Wengi katika watoto sisi leo hili jambo tuna upungufu nalo sana, na wallahi thumma wallahi kufaulu kwa mtu kukubwa sana sababu yake ni kuwafanyia wema wazazi wake. Katika kila maslaha unaojifikiria nafsi yako wakati wote, kumbuka wa kwanza kutangulizwa katika maslaha kama hayo ni mzazi wako. Mzazi wako ndio mtangulize mwanzo, kisha nafsi yako. Unapokwenda dukani kununua unachokinunua kwa ajili ya mkeo na watoto, kumbuka kuna mama na baba nyumbani ukusubiri. Kwa mwanzo utangulize wazazi wako kabla ya nafsi yako, utaona natija yake biidhnillah ta'ala. Utaona natija yake. Kuna upungufu mkubwa sana sana, hasa ikiwa mzazi ana watoto zaidi ya mmoja. Kila mmoja sema fulani atafanya, fulani atafanya. Kwa nini iwe fulani atafanya si wewe? Kwa nini? Na vitu vinavyofurahisha wazazi wetu ni vitu vidogo tu. Yeye hataki kitu kikubwa kutoka kwako. Akuone tu wewe wamshughulikia yeye, akuone tu wajaribu kumfanyia wema yule mzazi, hilo jambo lamridhisha mno. Leo kwa mfano kila mmoja wetu akitoka hapa amfuate mzazi wake amuulize, je, uko radhi na mimi? Kisha usikie jawabu. Baba nataka kuuliza swali, hivi leo mimi nikiondoka ama wewe ukiondoka uko radhi na mimi? Kama ni mzazi mama, muulize mama yako. Si jambo baya, muulize mama, hivi leo mimi nikiondoka ama wewe ukiondoka, hivi kweli uko radhi na mimi vile nilivyo? Kisha usikize jawabu. Wallahi wengi wetu tuna upungufu sana, upungufu mkubwa sana. Imefikia wakati mtoto aweza kujibizana na mzazi wake kama ni mtu marika na yeye, wala ajali, bali aweza kunyanyua sauti yake juu ya sauti ya mzazi wake. Fallahu almusta'an. Nas'alu Allah an yusliha al-ahwal. الفائدة الثامنة عشرة أن من أعظم الأمور المعينة على البر بالوالدين تذكر الجميل السابق.
katika mambo ambayo zaidi yamsaidia mwanadamu katika kuwafanyia wema wazazi wake ni kukumbuka yale mazuri yaliyotangulia huko nyuma. kumbuka ule wema. والإحسان المتلاحق إحسان ambayo imekufuata huko nyuma. فهذا يعين الإنسان على البر ili lamsaidia sana mtu kumfanyia wema mzazi wake. ويجعله يبتعد عن العقوق والقطيعة mfanya awe mbali kabisa kutokamana na kumaasi mzazi wake na kumkata. Hata kama waishi na mbali na mzazi wako, yuko nchi nyingine, wewe uko nchi nyingine, yuko mtaa mwingine, wewe uko mtaa mwingine, aqal shay isipite siku moja haujampigia simu mzazi. Sasa alhamdulillah, isipite siku moja mpigie simu mzazi wako. Vipi leo, muendeleaje huko, wazima salama, una neno, kuna kitu chochote wakihitaji kutoka kwangu nikusaidie huko? Wala hata siku moja atakwambia niletee kitu. Mara nyingi atakwambia jazakallahu khair, Allah kuhifadhi kule uliko, akufanyie mambo yako sahali. Ile dua wewe waitaka sana, ile dua tu ya wale wazazi waitaka, na hutapata tabu katika maisha yako. Ama mtu yapita siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, wiki mzima, ikifika Ijumaa ama Jumapili amkusanyie vitoto vyake vile vya kuudhi vile vya kelele akampelekea nyanya yao, amwekee kule, vile vikampigie kelele nyanya kule. Huu ndio wema huyo mfanyia. Huku ndio kuunganisha kizazi na kukufanya. Wampige kelele yule mama mpaka jioni akimaliza na yeye hakai pale, yobwaga yuenda. Kisha kija vipi, anakuja kuchukua watoto wewe bebe. Tena jioni akitoka pale pia kama kumepikwa vitu pale na nini, mama na mimi mpakie hiyo. Basi jamaa hata kutia na imani, angalau siku hiyo akasema mama leo usipike, mimi ndio nitasimamia, mimi nitaleta chakula leo, usipike mama. Ama namleta mke wangu leo aje kupika hapa. Ndiyo chance yeye na mkeo kupumzika kule kwao, walete vile vichokoro au mbwagie mamake apige kelele kule. Huku ndiyo wema tunawafanyia wazazi. Huu ndiyo wema mkubwa. Kisha kiambiwa vipi wewe usiana, mama nakaa naye vizuri kabisa, mimi mpelekee watoto kile Ijumaa. Ndio wema huu tunawafanyia wazazi wetu. Leo hii ndio hali ilivyo. Kwa hivyo amuona mzazi wake anapoangusha wale watoto, na amuona mzazi wake wakati anapowachukua watoto wake siku moja pengine kwa wiki. Huyu ajiona ni mwema sana kwa mzazi wake. La ilaha illa Allah. Wallahi tuna upungufu mkubwa sana. In lam natadarak sanandam, tutajuta wakati tutakapowakosa wazazi wetu. Waulize waliokosa wazazi wao namna wanavyotamani kuwafanyia wema wazazi wao, hawezi. Ingawa yapo ya kumfanyia baada yeye kuondoka duniani, lakini waonaje lau kama angelikuwa hai ukamridhisha mpaka akawa yuwafurahi kuwa mimi nina mtoto fulani, alhamdulillah, yule mtoto wangu fulani, alhamdulillah. Sio mfahamu nazungumza nini? Nafikiri hamjafahamu. Mmekaa hapa hamjafahamu. Si wema kwa yule mzazi kuwa wewe eti kwa wiki waje kumbwagia watoto wako, si wema huo. Kila siku muulizie mzazi wako, ukoje huko mama, waendeleaje, unamkaje leo. Pengine mzazi wako ni mgonjwa siku ya 3 ya 4, haijafika ile siku yako kuja, sio ukifika shapona. Mwanangu kidogo ilikuwa nifi, hata habari una. Wajua mama bwana na mke na watoto mimi. Yaani ndio umeambiwa ukishaoa huyo mke wako ndio mtupe mamako. Huyo mke angepata mume kama si sababu mama yako Allah kumjalia kuja wewe duniani hapa.
ndio umekuwa mtanguliza mbele ya mama yako mzazi. Na kuna wengine waovu zaidi, waovu sana, mpaka aweza kupanga njama na mkeo dhidi ya mama yake mzazi aliyomzaa. Hii mjibwege iko mingi sana huku mitaani, bwege tu, hayana maana kabisa. Wallahi mambo ya kuudhi roho. Mara ngapi wazazi waje kutushtakia imamu, njoo kidogo na mazungumzo, ni huyu mwanangu kadha wa kadha wa kadha. Wewe ufaulu vipi wewe na wamfanyia uovu mzazi mama, mpaka mama abwage chozi kwa sababu yako wewe na udhia unaomfanyia? La ilaha illa Allah. Lau kama atakuwapiza yule mama, basi usilaumu yoyote katika tabu utakayoipata kwenye maisha yako. Wallahu musta'an. قال وتأمل هذا في قوله ووصينا الإنسان بوالديه. تأملي لككمبك wema. Allah subhanahu wa ta'ala na tumemuhusia mtu kwa wazazi wake wawili. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Allah akukumbusha kuwa mama yako ameichukua mimba yako kwa udhaifu juu ya udhaifu. Wafisaluhu fi amin, na kumwachisha ziwa baada ya miaka miwili. Ay tadhakkar ayuha al-ibnu, kumbuka ewe mtoto, kumbuka ma hasala min ummika min umumatin wa hamlin radha'atin wa tarbiya. Ule umama ule amekubeba katika tumbo lake, ujauzito, akajifungua, yale machungu aliyoyahisi, akakunyonyesha, akakulea mpaka ukawa mtu wewe leo. Kisha wema wako nenda kampelekee mkeo na watoto wako, ukamsahau yule kule nyuma ambaye ndiyo sababu ya wewe pale ulipofikia. Fatadhakkar alhaml wa awja'ahu wa at'abahu, kumbuka ujauzito na maumivu aliyokuwa akiyapata yule mama na tabu zake. Na kuna wengine mama zao walipata tabu, pengine yule mama ndio yofanya biashara yeye, na yeye amekubeba wewe tumboni, huku yopika viazi vya karai, sijui yopika mahamri, sijui yopika nini, tabu zote zipata, na wewe uko tumboni mtu, hamna lolote wajua linaloendelea duniani huko, mpaka uje duniani akulee katika tarbia mzuri, mpaka umekuwa, amekusomesha. Na hivyo hivyo viazi vyake vya karai mnavyovidharau, hivyo ndo amekusomesha wewe mpaka ukafikia. Tena ikiwa amekusomesha katika dunia, umefika mahali pazuri kabisa. Leo umekuwa meneja au na haya kusema yule mama yangu meneja huyo. Sawa, endelea uone utafikia wapi. Hata ukapata cheo gani katika dunia, ikiwa hauna uhusiano mzuri na mzazi wako, wallahi hautaishi na raha katika hii dunia. Hilo chukua, wataka liwache hapa. Kwa hivyo ukumbuke ule ujauzito na maumivu alikuwa akiyapata na tabu, والمدة الطويلة التي قضيتها في رحم أمك, na ule muda mrefu uliokaa katika tumbo la mama yako. Thiqlun, la uzito, tahmiluhu fi batniha 9 ashhurin, abeba uzito katika tumbo lake miezi 9. Wa muanatun 'inda alqiyam walqu'ud wa 'inda an-nawm. Wallahi law kama utamwona mwanamke mjamzito apata tabu kukaa, apata tabu kulala, apata tabu kutembea, kila jambo lake apata tabu. ثم الوضع وشدته وما تعانيه الأم عند الولادة حتى خرجت إلى هذه الحياة. kisha yale maumivu anayokuwa nayo yule mama, shida anazozipata yule mama anapojifungua mpaka ukatoka katika uhai huu wa dunia. ثم الرضاعة
wama yaktanifuha min at'abin auja'in wa sahrin wa ta'abin. Kisha kuna kunyonyesha sasa na zile tabu zilizoko ndani yake na maumivu anayohisi yule mama ya kukesha, tabu anazozipata usiku. Kuna wengine hawalali, mtoto miaka 2 asipopata ziwa huyo halali. Hakuna siku pengine miaka 2 yule mama atalala usiku mpaka asubuhi, ataamshwa mara kadhaa. Kwa ajili ya nani? Mimi na wewe. Kisha baada ya miaka kupita hukumbuki huo wema? Nani anayeweza kukufanyia wema huu? Hata yule anayemtanguliza mkeo juu ya mama yake, na tuseme haya umfanyie uovu mkewe. Sisi tuzungumzia wale ambao wamewatupa mama zao kwa ajili ya wake zao, na wake zao wakachangia katika lile. Ewe mke, wewe pia una mama wewe mke pia una mama wewe. Huwezi kuridhia mama yako mzazi kufanya. Utamwona yule mke, vikija viazi tu kilo 3, kilo 1 ya mamangu nampelekea mamangu hii, na mamangu si mama, si mamako wewe mama, sio? Na mamangu mimi si mama. Mbona ikija tu useme hii mpelekee mamako hii? Jamani, hani mujtamaa tuishi katika muozo wa ajabu, muozo kabisa. Na siku utakaposema hii nampelekea mamangu, na sisi hapa nyumbani hatuna kitu, wewe kazi kutoa kwa watu gani? Kwa watu gani? Mwanzo kabisa mama yako mtangulize mbele, aliyekuzaa na tabu zote alizozipata. Mwambie aswa, wewe wafikiria kama si sababu Allah kujalia huyu mama, wewe ungempata mimi, tungelikuwa tuishi hapa. Allah anamjalia sababu mimi kwa hapa. Kwa hivyo ndio kampuni ile eti watakuiasi, alafu watakakula katika matunda yake. Mwanzo kutangulizwe kule, kisha ndio wewe tafuata. Haki yako hautapunjwa. Lakini kuna wengine wana tamaa, kuna wanawake wengine wana tamaa kweli kweli, tamaa sana, hata akatoshelezwa pale ndani ya nyumba pia akuonea wivu wewe mume kumpelekea mama yako. Na ndio mara nyingi ficha mambo yako. Ukishapitia uko supermarket yako, anza mwanzo shukia kwa mama yako, mbwagie vitu vyake, kisha uje hivi, hii hapa nakuletea, ndio atatosheka. Lakini akaona umemletea kila kitu, kisha ukabeba mfuko wako mwenyewe, na hii ya mamangu, hiyo mbona hapa sisi hatuna? Mke wangu si hipo. Wengi katika wanawake wako kwa mtindo kama huu, wengi wako mtindo kama huu. Badala ya yeye kumkumbusha mumewe ule wema amfanyie mama yake, wewe mke, kwani huna watoto? Ukishapata watoto sasa, utataka watoto wako wawe kama mumewe alivyo na mama yake? Sasa wewe apime vizuri, kisha uangalie, himiza mke mumewe amfanyie wema mzazi wake, biidhnillah itakuwa ni sababu ya maisha mazuri hata baina yenu. Kuna watu wake zao wamekataa kuishi na mama zao. Siwezi kuishi na mamako mimi, ya mimi ya yeye. Mimi nina jawabu zuri sana la watu kama, ya nani? Ya huyu, ya wewe. Haya, ndoka hapa, kwenda huko katafute huyo ya mimi ya yeye huko mbele. Chana nayo, si mwanamke asia khabitha ambaye akwambia ya mama yako ya mimi. Kwani wewe nani wewe? Wewe unaweza kuleta wengi kama wewe hapa ndani ya nyumba. Wewe niweke na pili, niweke na watatu, niweke na wanne, kwani wewe nani wewe? Hata uniambia mimi ya mama, kwani mimi si pasta Muislamu, na haki naweza kuoa 2, 3, 4 na huendi kokote. Kelele zikizidi, wacha, takuja waheri kuliko huyo. Wa yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati. Ikifikia hali ya mke kumpiga vita mama yako, si mwanamke huyo, sio mwanamke. Haya mazungumzo nayazungumza wallahi kwa uchungu, kwa sababu yako sana katika mjtamaa wetu. Tuwaona watu
wanavyowafanya wazazi wao, yatia uchungu sana. Na watoto wa kike leo wakiolewa ndio balaa wanazozifanya. Mimi siwezi kuishi na mzazi wako. Haya maneno yazungumzwa sana. Pengine mtu ni yeye mtoto wa pekee na mama yake yeye ndiye anayekaa na yeye, ndiye anemwangalia mama yake. Akioa ende wapi jamani? Akioa ende wapi? Nani aliyeweka sharti kuwa mtu akioa nataka flati yangu mimi? Flati yako za ukoto. Nani aliyeweka sharti hili? Tena la kushangaza, utapata watu wengine wajinasibisha na ilmu na nini, wajua kisheria yatakikana. Sheria ya nani? Sheria ya nani ya kumtupa mama ukaenda kukaa kule unakokaa mama yako ukamtupilia mbali? Sheria ya nani? Ni haki yake. Haki yake yeye ni kukaa ndani ya nyumba, si ndio? Hai nyumba kuna kitu kimempungua, basi yule mama bwana mtu mzima maneno, fanya subra, fanya subra. Kama vile lau kama angelikuwa mama yako mzazi watakana ufanye subra, huyu mama yake mtu. Kwa hivyo kumbuka ule wema. Hakuna yoyote anayeweza kukufanyia wema zaidi ya ule wema aliyokufanyia mzazi wako, mama na baba. Mimi nataja mama kwa sababu mara nyingi ndio wanaoonewa. Baba huogopewa. Fanya ufidhuli wako kwa baba, uone atakavyokuambia. Kwani ukutakia nini wewe? Ukutakia nini? Atakwambia tu mbele ya sura zako. Wewe juzi ulikuwa hivi, sasa uko tena sitaki kukuona. Sasa tafuta hiyo laana tu. Uone kama utafaulu katika maisha yako. Jamani. Suala la wazazi wawili. Hatari sana. Suala la wazazi wawili jamani. Allah ausia wa wasaina al-insana biwalidayhi. Ni Allah ndiye aliyekuhusia subhanahu wa ta'ala. Na narejelea tena, wallahi thumma wallahi, si lazima uwe tajiri wewe ili uishi na raha katika hii dunia. Wataka kuiona raha hii dunia, hakikisha mzazi wako mpaka sabuni anaogea ulizia vipi ipo. Hakuna nenda kanunua, usingoje ulizwe. Unapokuwa wachinja mbuzi nyumbani kwako siku ya Eid, wachinja mbuzi, mwanzo angalia mama yako anaye, hana, basi mama chukua hiyo ama nusu hii yako. Sasa mkeo akikwambia lakini yuko peke yako, ya kuhusu nini wewe? Asiingie kabisa baina yako na mzazi wako. Akianza tuangalia, akifika hapo ulipofika, huu ni mpaka ambao hauguswi. Ifika suala la mama na baba, asije mtu yote akaja akakuingilia uhusiano wako wewe na baba yako na mama yako, utengeze vizuri kabisa. Akikuridhia yule mzazi, kuridhia Allah subhanahu wa ta'ala, maisha yako yatakuwa sahali sana. Kuna watu wana makazi makubwa, lakini ukiona waishi kila siku, wanavyosema watu wa mtaani huku, kila siku mwani, hana kitu yeye. Kila siku hana chochote, akitembea lalamika tu. Hakuna baraka katika maisha yako, kwa sababu wazazi wako hawako radhi na wewe. Na inshallah wazazi wako wawe radhi na wewe kwa kile kidogo ulichokitanguliza, hata kwa kuwatembelea tu. Wewe maskini una kitu, si lazima uwe tajiri, lakini usubuhi ukiamka basi angalau danganya ya ulimi pia huna. Mamangu vipi hadi, unamkaje, salama, wataka kununulia kitu bwana, ajua wazi wewe huna kitu. Shukran, basi raha tu, yasikia raha, yuaridhika na wewe mwanawe. Ukienda uona mambo yako sahari, huna gari ukitembea kwa mguu tu wamuona mtu amesimamisha gari kana, bwana wenda kule, twende bwana, mtu mswali naye msikitini akubeba. Nilikuwa sina tazama tatu bwana. Allah kufanyia sahali mambo yako, wala hutapata tabu maisha yako maadamu mzazi wako yuko radhi na wewe. Vijana mnaokwenda kusoma vyuo vikuu, mimi mustakbali wangu nataka niwe na mke mzuri, nataka niwe na jumba langu, nataka niwe nataka nimridhishe mzazi wangu mwanzo
kabla mtu yote. Basi huyo mzazi hakusoma dini, amekupeleka wewe ukaisoma dunia ukafikia pale ulipofikia. Maskini akauza kile alichonacho, pengine dhahabu zake za nyumbani akaziuza kwa sababu yako wewe uende ukasome usikatikie na masomo yako. Akauza mpaka dhahabu zake za nyumbani. Yani yuko radhi kutoa ile furaha yake aliyokuwa nayo nyumbani kwa ajili yako. Kisha ukishamaliza mshahara wa kwanza tu, hii nataka nimfurahishe mke wangu, we are going out today. Tena hii out kubwa nataka nimpeleke Dubai mimi, twende tukafanye hivi na vile. Mzazi mama amekaa pale nyumbani amevaa dera, bado auza mahamri na viazi vya karai. Kisha wazungumza kwa watu, mamangu ana bidii, auza viazi na mahamri kule. Na mimi meneja mimi. Sasa jimeneja gani lipuzi hili? Meneja umwacha mzazi wako nyumbani na hali kama hii. Mama, pale ulipofika tosha, sasa wewe ni wa kupumzika. Ufanyi kazi hapa mama, waelewa? Allah amenifungulia mimi, nitakuwekea mfanyikazi, nitakuwekea kile, wewe kaa kazi yako kula na kulala. Kama utafanya mazoezi ya kutembea tembea, manake ushazoea kazi. Tembea tumu, lakini khalas, kaa upumzike mama. Una mtoto hapa, hukuzaa bure. Sasa una mtoto, kaa pumzika mama. Sasa huyo mtoto, kisha uangalie mambo yako atakavyokufungukia biidhnillah taala. Bado tutaendelea kuyazungumza haya, ndifikiria tutasonga mbali, lakini yana umuhimu wa kufafanuliwa haya kama siku 3-4 hivi, mpaka kieleweke hapa haki za wazazi nini. Na laudhi zaidi ikiwa mtu ajinasibisha na talab ilmu, ukisikia muamala wake na mzazi wake zift mbovu sana. Sasa wewe utakuja kuambia watu nini mbele zao? Wewe waambia watu nini? Allah amekufungulia katika dunia, mama yako akwambia nitafutie nyumba, mpeleka huko Mshomoroni, sijui wapi huko, Vingwatani, sijui wapi huko unamtafutia chumba ambacho bei yake labda ni 1500 2000. Mama kaa kule, wewe mbona ukai huko? Umtafutie mama yako vichochoro huko, wewe ushinyali. Katika hali nzuri kabisa, ili akija mama yako awe mshamba, akiingia kwako ashangaa kuna nini, mara kuna mbwa kule, mara sijui kuna vitu gani kule, mara sijui kuna nini. Akiona swimming pool ndani ya nyumba, sema mwanangu ana bahari ndani ya nyumba. Yani hii ndio raha yako, sio? Mzazi wako abakie mshamba tu siku zote, kisha wajiita meneja. Ndio umeneja huo. Tuendelee tuone utafika wapi. Wewe utakuja kubeba viatu vya watu, mwisho wa kuishi. Mfanyie uovu tu mzazi wako, uone kama utafaulu katika maisha yako. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.